Unaambiwa kwa sasa yanayoendelea ni kwamba Wema baada ya kukumbwa na pigo zito na msiba wa mbwa wake kipenzi ambaye ni Manunu, nikwambie tu kwamba kwa sasa hataki kuachana na Whozu. Ukiangalia faraja yake iliyobakia ni Whozu Dingo, kaka yetu ambaye kwa sasa amefanikiwa kwa miongoni mwa wanaume ambao wanamfanya Wema aendelee kuwa kwenye furaha, lakini endelee kubakia na amani kama kawaida. Hivyo ndo maana baada ya kifo cha mbwa wake kipenzi Vanilla, Manunu ambaye ameweza kufariki baada ya kupatwa na changamoto ya kutokuwa na uwezo wa kupushi katika ile mimba aliyokuwa nayo na kupelekea kifo cha Vanilla Manunu. Sasa nikwambie kabisa kwamba kwa sasa Wema, yani akili yake yote imebakia kwa Whozu. Hataki kuachana kabisa na Whozu ambaye amemfanya pia aweze kuwa na mimba, lakini pia amefanya maisha yake endelee kuwa kwenye amani pamoja na faraja. Hivyo kwa sasa ni wakati mgumu ambao Wema ataupitia, lakini kaka yetu Whozu tuendelee kumwombea asibadilike na asije akamfanya Whozu akaja kufanya maamuzi ambayo ni magumu. Ukiangalia kwa sasa hana ambaye anamtegemea kama furaha yake kama Whozu, na tukiangalia ndio hivyo, mbwa wake ameweza kufa. Kwa hiyo moja kwa moja lazima Whozu atakuwa ni tegemezi na egemeo kubwa sana la dada yetu Wema Sepetu ambaye kwa sasa hataki kuachana na Whozu. Ukiangalia kabisa ambaye anampenda mwenzie kupita kiasi ni dada yetu Wema Sepetu ambaye anaendelea kuonyesha mapenzi ya dhati kwa kaka yetu Whozu kama Whozu. Cha muhimu tukutane kwenye upande wa comment hapo.